Karibuni kwa wote ninyi wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa Pepele News. Tunayo furaha kubwa sana kwa kuweza kuwatayarishia matangazo haya ya siku ya leo. Ukifuatiliana nasi tukiwa leo tarehe 7 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, tutaweza kukupeleka pande mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa ndani ya mashariki, ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, pia katika maeneo ya Ituri ambako hali ya usalama inazidi kuwa tete kutokana na mashambulizi yanayofanywa na waasi, vita na pia magonjwa ya Ebola ambayo inazidi kusumbua wakaaji na wananchi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ili uweze kupata habari hizo, tunakusihi baki nasi hadi mwisho. Acha basi tuanze na taarifa zetu tukiwa ndani ya Lubero. Wilayani Lubero, hofu ya wakaaji yanaongezeka baada ya taarifa za kuonekana kwa wapiganaji wa ADF ndani ya Bapere. Baada ya kipindi kifupi cha utulivu wa tahadhari, hali ya usalama imeanza tena kuzua wasiwasi katika wilaya ya Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa mpya zinaonyesha kuwa wapiganaji wa kundi la ADF wameonekana katika sekta ya Bapere, jambo lililosababisha maelfu ya wananchi kuanza kukimbia makazi yao wakihofia mashambulizi mapya. Kwa mujibu wa rais wa jamii ya kiraia wa sekta ya Bapere, Kasereka Gankeni Samuel, harakati za wapiganaji hao zimeonekana hasa karibu na kijiji cha Mainkengu kilichopo katika kundi la Kabombe. Alisema taarifa hizo zimeongeza hofu kubwa kwa wananchi ambao bado wanakumbuka mashambulizi yaliyowahi kufanywa na kundi hilo katika maeneo mbalimbali ya Lubero pamoja na Beni. Wananchi wanakimbia makazi yao kutokana na taarifa hizo. Wakaaji wa maeneo ya Kambau, Pawanza pamoja na vijiji vingine vya jirani wameanza kuyaacha makazi yao kwa hofu ya kushambuliwa. Wengi wao wameamua kuelekea maeneo yanayoaminika kuwa ni salama zaidi kwa ajili ya uzima wao. Kwa mujibu wa viongozi wa maeneo hayo, wimbi hilo la wakimbizi linaanza tangu siku ya Jumapili. Idadi kubwa ya wananchi wamekimbia njia panda, huku wengine wakielekea mjini Butembo wakitarajia kupata usalama na msaada wa kibinadamu. Baadhi ya familia zimeondoka bila kubeba mali zao kutokana na hofu ya kushambuliwa wakati wowote. Wazee, wanawake na watoto ndio wanaoathirika zaidi na hali hiyo, huku maisha yao yakizidi kuwa magumu kutokana na ukosefu wa chakula, malazi na huduma nyingine muhimu. Jamii ya kiraia yataka ulinzi uimarishwe. Kasereka Kangeni Samuel amesema hali hiyo inaweza kuzuiliwa kama tahadhari zinazochukuliwa mapema. Ameeleza kuwa mara kadhaa aliwahi kutoa taarifa kuhusu uwezekano wa kurejea kwa wapiganaji wa ADF katika maeneo hayo, lakini anadai tahadhari hizo hazikuzingatiwa ipasavyo. Ameitaka serikali pamoja na vyombo vya usalama kuongeza askari na kuimarisha ulinzi katika maeneo yanayokabiliwa na tishio hilo ili kuzuia mashambulizi dhidi ya raia. Kwa upande wake, wapiganaji wa ADF wanaonekana kutumia mbinu mpya ya kujificha na kusogea taratibu kuelekea maeneo yenye wananchi wengi. Hivyo anasema ni muhimu kwa vikosi vya usalama kuwa macho wakati wowote ili kuzuia maafa mapya ambayo yanaweza kujitokeza. Wabunge watakiwa kuchukua nao pia hatua. Mbali na kutoa wito kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyombo vya usalama, kiongozi huyo wa jamii ya kiraia amewataka wabunge wa kitaifa kutoka maeneo hayo kuweza kutekeleza wajibu wao wa kusimamia serikali. Amesema wananchi wanaendelea kupoteza maisha au kukimbia makazi yao ndio waliochagua viongozi hao, hivyo hawapaswi kukaa kimya wakati usalama wa wananchi unazidi kuzorota. Kasereka Kageni Samuel amesisitiza kuwa wabunge wanapaswa kumhoji waziri mwenye dhamana ya usalama kuhusu hatua zinazochukuliwa dhidi ya makundi ya ADF na kuhakikisha serikali inaongeza juhudi za kulinda raia hao. Hali ya kibinadamu yazidi kuwa mbaya zaidi katika maeneo ya Lubero. Wakati wananchi wanaendelea kuhama makazi yao, hali ya kibinadamu katika eneo la Lubero inaendelea kuwa ngumu. Familia nyingi zinajikuta bila makazi ya kudumu, chakula, huduma muhimu za afya. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa, idadi ya watu wanaokimbia makazi yao inaweza kuongezeka zaidi katika siku zijazo. Wito wa wananchi kwa serikali.
Wananchi wa Lubero wanaendelea kusubiri hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za hali za kimazingira pamoja na serikali kuu ya mji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wanaamini kuwa operesheni madhubuti ya kijeshi ndizo zinaweza kuzuia kusambaa kwa tishio la ADF na kurejesha amani katika sekta ya Bapere. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu operesheni mpya ya kijeshi katika eneo hilo. Hata hivyo, wananchi wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa, huku wakitumaini kuwa serikali itachukua hatua za haraka ili kulinda maisha na mali yao. Hizo ni habari kutokea huko Bapere ndani ya Lubero, ambako waasi wameweza kuonekana na kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi na hivyo wakaweza kukimbia. Hapo tunatokea wilayani Lubero ambako hali inazidi kusemekana kuwa si sawa kutokana na vita ambazo zinapamba, huku watu wengi wakikimbia makazi yao, jambo ambalo linahuzunisha kweli kweli. Tuhamie basi sehemu ya pili tukielekea huko Kabambare ambako inasemekana kwenye mitandao ya kijamii picha na video nyingi ziliweza kuonyesha kuwa eneo hilo liko ndani ya mikono ya waasi wa M23, lakini gavana wa eneo hilo ameweza kukanusha madai hayo yote, na hivyo aliweza kuwataka wakaaji wa maeneo hayo waweze kutulia na kuweza kupata amani na kuhakikishia kuwa jiji lao na mengine kadhalika hayawezi kuingia ndani ya mikono ya waasi kwa kuwa ulinzi ni mwingi. Fuata habari hizo. Acha basi tufanye uchunguzi kuhusu taarifa ambazo zilikuwa zikivuma kwenye mitandao ya kijamii zikisema kuwa eneo la Kabambare liliweza kukamatwa na waasi wa M23. Taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinadai kuwa eneo la Kabambare katika mkoa wa Maniema limeangukia mikononi mwa muungano wa waasi wa M23 pamoja na ADF, pamoja na madai ya kwamba wanajeshi kadhaa wa FARDC waliuawa katika shambulio la kuvizia. Habari hizo zote zimeweza kukanushwa na kukataa kuwa si za ukweli. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa kuhusu taarifa hizo, hakuna ushahidi unaothibitisha kuwa Kabambare imetekwa au kwamba kuna mkutano wa kwanza wa M23 uliofanyika katika eneo hilo. Gavana wa Maniema Moise Musa Kabwankubi amekanusha vikali madai hayo. Akizungumza kuhusu hali ya usalama, alisema kuwa hakuna sehemu yoyote ya mkoa wa Maniema iliyochukuliwa na maadui na kwamba taarifa hizo ni sehemu ya vita ya habari vinavyolenga kuleta hofu na kuchanganya wananchi. Kwa mujibu wa gavana huyo, hali ya usalama katika mkoa huo iko chini ya udhibiti wa mamlaka, huku akiwataka wananchi kuwa waangalifu na taarifa zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii bila uthibitisho rasmi. Taarifa hii pia inaonya kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii kusambaza habari za uongo ambazo zinaweza kusababisha hofu miongoni mwa wananchi na kuvuruga amani katika jamii. Kwa hiyo, baada ya kufuatilia madai yaliyosambaa, hitimisho ni kwamba taarifa zinazosema kuwa Kabambare imeangukia mikononi mwa M23 na kwamba kulikuwa na hasara kubwa kwa FARDC hazijaweza kuthibitishwa na zimeainishwa kuwa ni taarifa za uongo ambazo zinasambaa mitandaoni. Wananchi wanashauriwa kuthibitisha habari kupitia vyanzo vya kuaminika kabla ya kuanzisha au kuzisambaza pia kwenye mitandao yao ya kijamii. Mfuatiliaji wetu na mpendwa wetu, tunayo furaha kubwa sana kufika nawe hadi mwisho wa kipindi cha habari cha siku ya leo. Pepele News inazidi kukuandalia habari hizi na kuzidi kukuhakikishia ikiwa habari hizo zinatoka kwenye vyanzo salama na vyenye kuhakika. Basi tunatumainia uliweza kutufuata ukifika hadi mwisho, na ikiwa ulifurahia kazi ambayo tunazidi kukufanyia kwa kuweza kufikishia habari hizi, usiweze kuondoka bila kusubscribe, kushare, ili ndugu zako pia waweze kupata habari zenye kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika na pia vyanzo salama. Na pia usiweze kusahau kucomment, utujulishe unatufuata ukiwa sehemu gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo tukutane basi katika kipindi cha habari cha wakati ujao. Hii ni Pepele News. Tunafurahia sana kuwa nawe, na mimi mtangazaji wako ni
leta pepele. Asante sana kuwa pamoja nasi. Kwa heri.